Mwaka 2024 iliripotiwa kwamba mtu wa 7 duniani amepona maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu huyo aligundulika kuwa na virusi vya ukimwi mwaka 2009 na akaanza kutumia dawa za kufubaza virusi hivyo. Mwaka huo huo alibainika pia kuwa na saratani ya damu. Madaktari walimtibu kwa kutumia tiba maalum iitwayo upandikizaji wa seli au stem cell transplant, ambapo mfumo wake wa kinga ulibadilishwa na kuwekewa mfumo mpya. Tiba hiyo ilisaidia kuondoa saratani ya damu pamoja na virusi vya ukimwi mwilini mwake. Mwaka 2018 aliacha kutumia dawa za virusi vya ukimwi na hadi sasa virusi havijarudi tena mwilini mwake. Hata hivyo, tiba hii ni ngumu sana na ni hatari sana. Inahitaji mgonjwa kukaa hospitalini kwa muda mrefu na hutolewa kwa watu wenye magonjwa yanayotishia maisha tu. Hadi sasa, watu 9 wameweza kupona virusi vya ukimwi kwa kutumia njia hii, na wote walikuwa na saratani kali za damu kama leukemia. Tiba hii inafanyaje kazi? Virusi vya ukimwi hushambulia mfumo wa kinga wa mwili, hasa seli maalum zinazoitwa T cells, ambazo hupambana na maambukizi ya magonjwa. Seli hizi zina protini maalum inayoitwa CCR5. Ni kama mlango ambao virusi vya ukimwi hutumia kuingia ndani ya seli. Watu wengi wana CCR5 inayofanya kazi kawaida, hivyo virusi vya ukimwi vinaweza kuingia kwenye seli zao. Lakini baadhi ya watu huzaliwa na mabadiliko ya kigenetic yanayofanya CCR5 hiyo isifanye kazi au ikosekane kabisa. Hali hii hufanya iwe vigumu sana kwa virusi vya ukimwi kuingia mwilini mwao. Hivyo watu hawa huwa na kinga ya asili dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunapozaliwa tunarithi CCR5 kutoka kwa wazazi wetu. Watu wengi hupokea nakala mbili zinazofanya kazi vizuri, lakini wapo wachache ambao hupokea nakala mbili zilizobadilika. Mabadiliko haya yanajulikana kama CCR5 delta 32. Watu wenye nakala hizo mbili zilizobadilika kwa kawaida hulindwa dhidi ya virusi vya ukimwi kwa sababu virusi haviwezi kuingia kwenye seli zao. Duniani kote ni watu chini ya 1% wenye mabadiliko haya ya kigenetic. Kwa mgonjwa wa Berlin ambaye alikuwa wa kwanza kuonekana amepona virusi vya ukimwi, mtoaji wa seli alikuwa na nakala moja ya kawaida na moja iliyobadilika ya CCR5. Kulingana na nadharia, virusi bado vingeweza kuingia kwenye seli, lakini cha kushangaza ni kwamba virusi vya ukimwi viliondolewa kabisa na havijawahi kurudi. Leo hii mgonjwa huyo hahitaji tena kutumia dawa za virusi vya ukimwi. Vipimo vyake vinaonyesha hana virusi na amepona saratani pamoja na virusi vya ukimwi. Kwa sasa bado hatuna tiba ya moja kwa moja ya virusi vya ukimwi. Watu walioonekana kupona walikuwa wanatibiwa saratani kwa kutumia upandikizaji wa seli au stem cell transplant, sio kutibu virusi vya ukimwi wenyewe. Tiba ya upandikizaji wa seli ina hatari kubwa sana, hivyo sio tiba salama kwa watu wote wanaoishi na virusi vya ukimwi. Pamoja na hayo, matukio haya yametufundisha mambo mengi na yameibua maswali mapya. Je, seli za kinga zilisaidia kuondoa virusi vya ukimwi? Je, kuwa na nakala moja ya kawaida na moja iliyobadilika ya CCR5 kulichangia matokeo haya? Je, tunaweza kuzuia au kubadilisha CCR5 ili virusi vya ukimwi visiweze kuitumia kama mlango kuingia kwenye seli? Je, kinga mwili maalum zinazoweza kudhoofisha virusi zilikuwa na mchango gani katika kuondoa seli zilizoambukizwa?